Kanda ya Mashariki ya Kati iko vitani kufuatia mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Sasa Afrika Mashariki inakabiliwa na misukosuko mikubwa ya kiuchumi kwa sababu inategemea sana mafuta yanayoagizwa kutoka nje. Bei ya mafuta ghafi ya Brent imepanda kwa kasi tangu mashambulizi yaanze. Tunategemea kuona ongezeko la gharama za mafuta, lakini pia nina uhakika kutokana na taarifa tulizosikia kutoka kampuni ya taifa ya mafuta ya Uganda kwamba nchi ina akiba ya kutosha kutuwezesha kwa muda fulani. Kenya imewahakikishia wananchi wake kuwa ina akiba mafuta ya kutosha kwa angalau miezi miwili. Lakini je, ukanda wa Afrika Mashariki unaweza kustahimili vita vya muda mrefu Mashariki ya Kati? Mlango wa bahari wa Hormuz ni njia muhimu ya usafirishaji kwa nchi za Ghuba zinazozalisha mafuta kwa wingi, ukitumika kusafirisha mafuta na gesi kwenda Afrika Mashariki na masoko mengine duniani. Sasa Iran imefunga njia hiyo na kutishia kuchoma moto meli yoyote itakayopita bila ruhusa yake. Vita vinavyoongezeka vimevuruga usambazaji wa mafuta duniani na kusababisha kupanda kwa bei za mafuta mara moja nchini Kenya, Uganda, Tanzania na nchi nyingine nyingi za Afrika. Kama Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alivyoonya, bara hili tayari linaumia kutokana na vita. Hivyo je, Afrika Mashariki inaweza kufanya nini? Kadri vita vinapoendelea, mfumuko wa bei, kuvurugika kwa minyororo ya usambazaji na ugumu wa kiuchumi vinaweza kuongezeka katika ukanda huo. Swali ni je, hali ni mbaya kiasi gani au kuna njia ya kuwalinda wananchi dhidi ya athari za vita hivi? Hakikisheni wakati wote mafuta yanapatikana kuanzia Dar es Salaam mpaka Kierwa. Mafuta yawe yanapatikana wakati wote. Sitarajii kuona watu wakisema hawana mafuta wakati madepo yana mafuta. PBPA, tuhakikishe kwamba mafuta yote ambayo mmeingia mikataba yanafika hapa nchini. Na tusisubiri kwamba yako njiani, tuhakikishe na tukague kwamba ni meli ipi, ipo wapi, inafika lini. Ni jambo moja kusema meli ziko njiani, lakini ni jambo jingine meli kushusha mafuta haya na kufika. Tuhakikishe mafuta haya yanafika Tanzania. Hivi si vita vya Afrika Mashariki, lakini katika wakati muhimu kama huu, viongozi wa ukanda wanapaswa kusimama kwa ajili ya wananchi wao, kuonyesha mshikamano, kuboresha njia za usafirishaji wa nchi kavu na kuharakisha upanuzi wa hifadhi za mafuta za kikanda. Wakati huo huo, watu wengi bado wamekwama wakisubiri kuokolewa. Ingawa haiwezekani kufidia kikamilifu gharama za vita hivi, viongozi wa Afrika Mashariki wanaweza kupunguza athari zake. Kwa mfano, Kenya imechukua hatua mapema kuhakikisha njia za usambazaji wa mafuta zinalindwa na akiba zinafuatiliwa ili kuzuia upungufu. Hii husaidia kutuliza masoko ya ndani hata bei za kimataifa zinapopanda, lakini hatua hii peke yake haipunguzi gharama halisi. Serikali zinaweza kutumia mbinu kama ruzuku maalum kwa usafiri wa umma, punguzo la muda mfupi la kodi kwa mafuta yanayoagizwa na serikali zaidi za fedha kudhibiti mfumuko wa bei. Hatua hizi zinaweza kupunguza kwa muda mzigo kwa wananchi. Muhimu zaidi, viongozi wanapaswa kusimama pamoja na kusema hapana kwa vita Mashariki ya Kati.